kumuomba, unapoenda kutafuta fadhili ama kumwaga mambo ambayo yanayokusumbua mbele zake, jambo la kwanza maandiko yamesema ya kwamba lazima uamini ya kwamba Baba wetu wa mbinguni yeye yupo. Hiyo ni jambo la kwanza. Kwa sababu gani kasema hivyo? Unapotaka kuazimu ama kuomba kitu kwa mtu yoyote, yule mtu ambaye unaenda kumuomba yuko hai ama hayuko hai? Unaamini ya kwamba yuko hai na ana uwezo wa kukupa kile ambacho unachokihitaji. Hivyo ndivyo na sisi kwa Baba wetu wa mbinguni. Japokuwa hatumuoni, lazima tuamini ya kwamba yeye yupo. Hiyo ni jambo la kwanza. Uamini ya kwamba Baba wetu wa mbinguni yeye yupo. Uamini hivyo kwanza. Ukiamini yeye yupo, kisha uamini ya kwamba ana kila kitu. Hakuna kitu ambacho hana. Maana ukisoma katika Zaburi 24 alipo inasema ya kwamba vitu vyote vilivyo katika ulimwengu huu vyote ni vya nani? Ni vya Baba wetu wa mbinguni. Akasema fedha na dhahabu pia ni za kwake yeye. Kwa hivyo lazima uamini ya kwamba Baba wetu naye muendea kumuomba yeye yupo. Hiyo ni jambo la kwanza. Na nitakapoenda kwa yeye, najua ya kwamba kile ambacho ninachomuomba, najua ya kwamba tafana na gani? Atanipa. Ndiposa Paulo akasema ya kwamba wale pasipo imani hauwezi kumpendeza Baba wetu wa mbinguni. Lazima uamini, wale wanaomwendea lazima waamini ya kwamba yeye yupo. Na pia huwapa thawabu watu ambao wanaomtafuta. Kwa hivyo tumepewa njia nzuri. Ndiyo, maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Baba wetu wa mbinguni, lakini kuna kazi kubwa inahitajika kwako wewe. Imani. Unamwamini yeye yupo. Yeye yupo. Ndiyo, yeye yupo. Jambo la pili, atanipa kile ambacho nimepungukiwa nacho. Hayo mambo matatu lazima uwe nayo. Uwe na imani, uamini Baba yupo, na pia atanikabidhi kile ambacho ninachohitaji. Baba asifiwe sana. Hiyo ndio jambo nzuri, na hiyo si ni mchungaji ama pengine wabasi ama mzee wa kanisa maandiko ama mshiriki. Ni kila mmoja wetu ana nafasi, akihitimu katika mambo yale matatu, ana nafasi ya kumwendea nani? Elohim wetu. Wakati si kama wakati wa zamani ambapo kuhani yeye peke yake ndiye angefanya upatanisho kati ya binadamu na nani? Na Baba wetu wa mbinguni. Hata wewe ukiwa na mambo haya matatu, umuombe Baba mahali ambapo yupo, bila shaka yeye atakusikia na atakutimizia haja ya nini? Ya moyo wako. Haleluya. Hiyo ndio kitu ambacho napendea nacho. Maana Yesu aliwaambia yule mwanamke Msamaria ya kwamba Baba wetu ni roho. Roho mwabudu, lazima mwabudu katika roho na nini? Na kweli hakuna jambo lingine mahali pale. Wewe uko mahali ambapo upo, una nguvu na uwezo wa kwenda kwa Baba wetu na apate kukusikia, mradi umehitimu kuwa na mambo yale matatu: imani, kujua Baba yupo, na huwapa mtu kile ambacho anachohitaji. Zaburi 142 aya yake ni ya kwanza inasemaje? Psalms chapter 142 verse 1 na verse 2. Nisome mahali pale. Zaburi 142 aya kwanza na aya ya pili. Ndio. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana, kwa sauti yangu nitamwomba Elohim dua. Nitafunua mbele zake malalamiko yangu, shida yangu nitaitangaza mbele zake. Tunapoenda mbele za Baba, hayo ndio mambo ambayo hupeleka. Kwa sauti yangu nitafanya namna gani? Nitamlilia Elohim. Kwa sauti yangu nitamlilia Baba wetu wa mbinguni. Kwa sauti yangu. Yaani unapoenda kumwomba Baba, kuna kile ambacho unachotoa kutoka kwa kinywa chako, ambacho kimetoka ndani ya moyo wako. Kwa nini? Endelea. Kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Kwa sauti yangu nitamuomba Baba. Ndipo nikasema ya kwamba maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Baba wetu wa mbinguni. Haleluya. Endelea, inasemaje? Nitafunua mbele zake malalamiko yangu, shida yangu nitaitangaza mbele zake. Mambo Maria ushaitagia yale mambo ambayo unasikia ya kwamba yamekubana, mambo yale unasikia ya kwamba yamekuwa mzito kwako, utenda mbele za Baba, ufunue kinywa chako, uweze kupatia malalamiko yako. Na si kwenda kupiga makelele ama kugombana. Unajua kuna watu wanataka kugombanisha Baba.
na kumwekea hata nini? Vikwazo. Na Baba, kama hautafanya hivi, nitajua Yakobo wewe sio rahisi. Sisemi namna hiyo, mara huko na nawaambia Baba. Kuna vile mitume walienda kwa Mwokozi katika Luka 11. Wakamwambia kwamba tufundishe jinsi ya kuomba. Kama jinsi ambavyo Yohana Mbatizaji amefundisha wanafunzi wake. Unajua watu wengi hawajui kuomba. Bwana asifiwe sana. Amen. Watu wengi hawajui kuomba. Hawajui. Baada ya kwenda kuomba wanataka kukombanisha nani? Elohim. Hata sababu najua ni mwaka wa ngapi. Nimekuwa nikikuomba jambo hili dai nipa. Sasa hiyo ni magombano. Hiyo ni magombano. Na maombi kama hiyo baba wetu hawezi akasikia. Jipange mzuri. Naenda kuambia Baba namna gani. Hata leo hii ukipewa nafasi ya kwenda kumtembelea rais, najua usiku huo huwezi lala. Najua usiku huo utakuwa unasema sasa nitaenda kumwambia namna gani. Unaandika nitamwambia hivi na hivi, naona na hii si mzuri, unatoa unatupa hiyo mpaka kutakapopambazuka useme kwamba sasa nitamwambia hivi. Utakuwa na kampangilio kazuri. Hivyo ndivyo nasi tunapoenda kumwomba Baba wetu, tunapoenda mbele zake, lazima tuwe na mpangilio mzuri. Tunaenda kumwambia namna gani, si kumkombanisha. Maana watu wengi wamekuwa kikombanisha Elohim. Wanamkombanisha mpaka wanamwekea vikwazo. Na Baba, kama sio hivi kanisa litaja mwaka huu, mimi sitakaa kwa kanisa. Kama hautaonekana, Baba huja kwa wakati ambao unaofaa. Baba asiwe sana. Kwa hiyo ndipo Daudi akasema ya kwamba malalamiko yangu yote nitapeleka mbele za Baba, na nimwambie mambo ambayo yamefanya nikawa katika hali ambayo niko ndani yake. Unaenda katika hali ya heshima. Unaenda katika hali ya upole. Ukiwa umepondeka moyo wako, unajua mtu ambaye amepondeka moyo hana roho ya kiburi kama jinsi tulivyofundishwa asubuhi. Lakini ukiwa na roho ya kiburi ndio utamwekea Baba vikwazo, ndipo utakuwa na ile hali ya kukombanisha. Methali inasema ya kwamba maskini hutumia nini? Maombi, lakini tajiri hutumia ukali. Sasa unaona kuna tofauti. Maskini hutumia maombi, lakini tajiri hutumia ukali. Hata ukienda kuhubiria maskini, matajiri, kisha mwambie nataka tuombe, atakuuliza unataka tuombe tupewe, na mimi nina kila kitu. Ndio. Bwana asifiwe sana. Wengi nimesikia wakisema hivyo, tajiri anakuambia sasa unataka tuombe nini? Atuniombee mimi na nina kila kitu. Ndipo Methali kasema maskini, maombi sana sana yakuwa ni watu ambao wako chini. Hakuja waangalia hata wakati unaombaga sana. Unaombaga sana wakati wewe uko nini? Uko chini. Lakini kuwa na kitu kwa mfuko. Uwe na unaona mambo yako iko ndoa iko na amani. Wakati huo maombi inapungua. Kwa sababu maombi wakati mwingi huelekeza kwa watu ambao wako nini? Ambao hawana kitu. Soma katika kitabu cha Isaia. Tusikie kama hivyo ndivyo inavyosema. Isaia 26 aya yake ni 17 na 17. 16 na 17. Tusikie maombi. Watu wengi huomba kwa wakati gani? Watu wengi hukimbilia Baba wetu wa mbinguni wakati upi? Isaia 26 aya yake ni 16 na 17. Isaia sura ya 26 aya 16 na 17. Ndio. Bwana katika taabu zao walikwenda kwako. Sikia sasa hapa. Wakati mwingi binadamu yeye hukimbilia Baba wetu wa mbinguni wakati yako na taabu. Ile mtu ana madhina, ni walia nyumba ile hapo, ni wapi ya kuhoya mwanenya. Wakati mtu wako na taabu, ndiye anakimbilia nyumba ya nani? Elohim. Lakini wakati mambo iko mzuri, Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati mambo iko mzuri, huyo mtu kuomba ni ngumu. Anaomba ile maombi kukimbia, ile 100 mita. Kuna maombi ya 100 mita. Maombi ya 100 mita, watu ambao wanakimbia nyimbo za 100 mita, mbio za 100 mita, haimalizi dakika ngapi? 2. Dakika 2. Ile maombi ndio watu wengine wanaendaga wakati mambo hana taabu, hana shida ya 100 mita. Hata kuna mtu akiamka asubuhi anaomba kama wewe Baba ninakushukuru na sasa ameshafika kwenye stage, gari imeshafika, konda shamwambia ingie. Maombi yanamalizia kwenye gari kama ameketi. Kuna maombi ya 100 mita. Lakini Isaia akasema ya kwamba ati watu hao walikulilia wakati walipokuwa na nini? Na taabu. Hebu kumbuka wakati ulikuwa na shida sana. Ulikuwa mwombaji sana. Ulikuwa maomba sana. Lakini siku hizi ulirelax. Kwa sababu shida ziliisha. Hata ubaki na maombi ya 100 mita. Ile maombi ya ugali.
Baba, nimekuja mbele zako, asante kwa sababu ya chakula na unaanza kukula. Hiyo maombi nimebaki sasa. Hata leo asubuhi unakumbuka vile uliomba? Ilikuwa maombi ya dakika ngapi? Bwana asifiwe sana. Amen. Ati Baba walifanya nini? Katika taabu zao walikwenda kwako. Katika taabu zao walikimbia kwa nani? Kwa Elohim. Na nilikuwa nikasema mambo ambayo huwa tunahubiriwa hatuwezi kuyashinda pasipokuwa na maombi. Na sio maombi ambayo tukusanguni ni maombi hivi. Mitume na manabii ukiangalia maombi yao. Hebu kabla hujamaliza. No. Maombi ya Mwokozi ilikuwa maombi aina gani? Waibrania 5 aya yake nafikiri ya 7. Hebu angalia vile Mwokozi alikuwa naomba. Sikiza hapa vile alikuwa naomba. Mpaka alikuwa analala wapi? Katika mlima. Akiomba kwa mlima na hana brageti huko, anaomba, anakesha huko. Hebu tuangalie kipimo chetu cha maombi. Mwokozi analala kama anaomba, hiyo ni maombi ya 100 mita? Hapana. Hiyo ni usiku kucha kama anaomba. Hiyo ni maombi inachukua masaa mengi. Ndipo wakati alipokuwa katika ile hali baada ya kula ile Pasaka ama kula ile chakula cha jioni. Maandiko yanasema alipokuwa Gethsemane pale ama alipokuwa kanyamuliwa mzaituni. Maandiko yanasema ya kwamba alikuwa akiomba, baada ya kidogo anakuta wanafunzi wamelala wamesinzia, anawaambia hamwezi kesha hata masaa matatu. Angalia mahali pale. Kwa hiyo ile maombi alikuwa akiomba. Wapendwa, tukifika kiwango kile, mambo mengine yanayotusumbua, maisha yetu tunayoishi yatabadilika. Bwana asifiwe sana. Inasemaje? Waebrania sura ya 5 aya 7. Wakati alipokuwa kwa dunia alikuwa akiomba namna gani? Yeye siku hizo za mwili wake ndio alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Ndio maombi na dua pamoja na kulia sana. Sikiza, kuna tofauti ya maombi na dua. Dua ni kuomba. Unaomba kama una sijui Kiswahili tatumia jina lipi, jina lipi? Kuomba. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kusihi, yani ni kama kupendeleza. Katika hali ilipokuwa katika dunia hii, maombi na dua ni vitu mbili tofauti. Na ile hali ya kusihi, ninakusihi. Na unajua mtu anaposihi lazima kuwe na heshima, lazima kuwe na ule hali ya kunyenyekea, lazima kuwe na ile hali ya kupondeka moyo. Hata ukienda nende kwa magoti. Ndiposa hii maombi nawaambiaga wakati mwingine wafundisha, kuomba kama tumepiga magoti ni kujisalimisha mbele za nani? Elohim. Angalia mtu kama adui yako, pengine unataka kujisalimisha kwake, ilikuwa ni wanajeshi wanapigana, anainua mkono tu juu na anapiga, amejisalimisha, huyo kila amejipeana. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini wakati umesimama hivi ni mzuri, lakini hii naona ya Yeshua ni alikuwa mpaka analala kifudifudi. Ni kifudifudi. Analala kabisa kama anaomba Elohim, anaomba kifudifudi na amelala chini. Gothaithana, kuhoya na gothaithana. Ninakuomba Elohim, ninakusihi Baba. Yule wakati wa uhai wake, maandiko yamesema ya kwamba alikuwa afanya nini? Alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana. Maombi na dua na kulia. Uelegeta kulia leo. Okay hoya. Toja ama. Siku yako ya mwisho kumwaga chozi namna hii. Ikamoje kwa sababu ya maombi. Ukimsihi Baba wetu. Ama wakati ya mwisho ulilia wakati walinena mambo yako. Hapo ulilia kabisa. Mpaka brageti kajaa. Ili inaitwa namna gani ya kulalia? Koji inaitwa haina? Bilo. Ikajaa nini? Machozi. Hiyo ndio ilikuwa wakati wako wa mwisho kulia. Lakini maandiko yanasema yeye katika kuomba kwake na katika dua zake alikuwa akilia, analia. Ukiona ndiposa Yeremia inasema 9, sijui ni 11. Wanawake mfundishe wasichana kulia, maombi ya kulia. Wanawake nyinyi mnaambiwa hivyo. Unajua sisi wazee kitapotulie. Bwana asifiwe sana. Amen. Watu wamelia, lakini kuna mahali wazee walilia. Lakini walililia nyama. Ndio. Umeisoma mahali pale? Kabisa. Maandiko yanasema walililia nyama. Na. Wajua mzee na nyama.
Sijui inataka namna gani. Mzee na nini? Walilia nyama mpaka wakasema, "Baba, Musa nani ambaye atatupatia nyama?" Maana tuko karibu hali ya kufeint. Lakini wamama wanaambiwa wafundishe wasichana kulia. Hata kama wamama hawatalia, wasichana watalia. Na kama nyinyi hamulii, wazee watalia namna gani? Ukiona mzee amemwaga machozi akiomba, mbingu imefunguka. Mzee kitabwa wake. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Masihi katika hali ya uhai wake. Na hivyo ndivyo ambavyo vinavyohitajika. Yeye alimuomba Baba dua na maombi na kulia sana na machozi. Sikia, na kulia sana na machozi. Na machozi. Si ile ya matanga. Kwa sababu kuna wanadada wa matanga wanalia lakini si kulia. Hata kuna wakati waliletwa kwa runinga. Unakuta kuna kilio ya kujiririsha. Ndio. Hii ni kilio inatoka ndani, machozi inatoka ndani ya moyo. Inamwagika namna hii. Yeye katika hali huyo ni Mwokozi. Mwokozi aliyetuokoa. Angalia maombi aliyokuwa akiomba. Ndiposa alishinda hata nguvu za giza za roho shetani. Akashinda hata mauti. Maana yeye alidumu katika hali ya maombi. Maombi ni ya muhimu sana. Ndipo nikasema wacha nipeane mfano wa Mwokozi. Jinsi ambavyo alivyoishi maisha haya. Wapendwa, mnaona namna gani? Kiwango ambacho tumefika kiimani. Tutashinda mambo ya dunia kweli? Tujiulize tu hivyo wapendwa. Tutashinda kweli? Jinsi ambavyo tumefungwa na shughuli za dunia, hatuonekani. Mwokozi akasema katika Luka 21:34, akasema ya kwamba jihadharini msije kuwa mmebebeshwa ulafi, ulevi na masumbufu ya maisha haya. Siku hiyo ikawajia kama mtego unasavyo. Kila mtu wako kwa shughuli. Utalilia wapi? Na kutoka Jumapili mpaka Ijumaa umefungwa na shughuli. Utalilia wapi? Machozi itapatikana siku gani? Hujaionekana hata usiku mmoja kuja kulala katika nyumba hii. Hujaionekana hata kwako. Umeacha kitanda ukasema mimi nitalala kwenye inaitwa sebulini, sitting room. Ukasema nitalala pale. Niachane na ile mattress. Niachane na nini? Niende pale nilale kama namlilia Baba. Tutashinda mambo ya dunia hii. Na Mwokozi leo limedhihirisha ya kwamba yeye katika hali ya uhai wake. Wokovu sio rahisi vile tunavyofikiria. Mwokozi alisema ya kwamba tangia wakati Yohana Mbatizaji hadi wakati huu ufalme wa Baba unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu watauteka katika nguvu za maombi ili kuangamiza nguvu za nani? Kuna nguvu za roho zinatembea hapa kwenye anga. Zipo wapendwa. Na ukitaka kujua ndio soma katika Danieli 10. Maandiko yanasema ya kwamba Danieli akawa ameomba. Na ule ujumbe ukawa shida zake zikamfikia nani? Baba wetu. Lazima malaika angetumwa ili kumwambia Danieli, maombi yako na dua zako zimejibiwa. Lakini kabla alipokuwa akikuja kuleta ujumbe, ni Danieli 10, kwa Danieli akazuiwa na ufalme wa Media na Persia. Huo ni ufalme wa giza, ufalme wa shetani. Ukamzuia kupeleke ujumbe kwa siku 21. Anataka kupelekea Danieli ujumbe, lakini hajafika. Ilibidi Mikaeli, malaika mkuu, aje. Kwa sababu Mikaeli ndiyo malaika wa nini? Wa vita. Ili apigane na zile nguvu za yule mwovu shetani. Sasa wakati Mikaeli alipokuja, hiyo sio story na kupatia, ni kitu ambacho kimenakiliwa katika nini? Biblia, Danieli 10. Mikaeli alipokuja, Gabriel sasa akapenya. Akaacha Mikaeli wakipigana nguvu za giza. Yeye akapelekea Danieli nini? Ujumbe. Kwa hivyo wapendwa, hali ya maombi ni kuangusha ngome za ule mwovu shetani. Maana ziko hapa angani. Wakati mtu unaomba unakuta hakuna breakthrough. Kwa sababu gani? Kuna zile nguvu ziko hapa. Hii maombi ya 100 meters haiwezi kukuza zile ngome. Haiwezi wapendwa. Kwa hivyo lazima tujiulize ile maombi ambayo tunaombaga kama Mwokozi wetu. Maandiko yanasema kwa maombi na dua alililia kwa machozi.
na akajipeana, akajisalimisha kwa Baba wetu wa mbinguni. Hii maombi mimi naombaga, kwani kuna mahali inaendaga, inagusa Baba wetu wa mbinguni. Hiyo ndio swali ambalo tungejiuliza wapendwa. Ndipo tunakuta wakati mwingine hauna hamu na wokovu. Wakati mwingine unakuta kwamba uko vuguvugu, kwa sababu maombi yamekuwa hapa kwamba sikupenda kwako. Lakini ukiwa mtu wa maombi, utakuta ya kwamba utakuwa unasema kama Daudi, nalifurahia waliponiambia twende, kwa sababu Daudi alikuwa mtu wa maombi. Daudi anasema ya kwamba kuna wakati aliacha kitanda chake, akakiacha, akasema mimi naenda katika nyumba ya Baba, niwe nikilala huko. Ukisoma Zaburi 134 inasema ya kwamba wakati mmoja akasema ya kwamba, hebu soma mahali pale 134, na tujamaliza Isaia 26. Ni 134 ni ngapi? Zaburi. Wasomaji, walimu. Ni 130? 134 inasemaje? Zaburi 134. Tazama enyi watumishi wa Elohim. Huyo ni Daudi alijua maana ya maombi. Ndipo anasema ya kwamba nalifurahia waliponiambia twende katika nyumba ya nani? Elohim. Mahali pale anasema ya kwamba kuna neno moja nimeitaka kutoka kwa Elohim. Nalo ndilo hili. Nalo ndio nitakao kuwa nikitafuta na nikuabidii nidumu katika nyumba ya nani? Ya Baba wetu. Kwa sababu alikuwa mtu alijua umuhimu wa wokovu. Alijua umuhimu wa nyumba ya Baba wetu. Alijua umuhimu ya kushinda nguvu za giza. Akasema ya kwamba enyi watumishi wa Elohim. Ndio. Uhimidini Elohim nyote pia ninyi. Ndio. Nao simama usiku katika nyumba ya Elohim. Angalia, sio mchana, unaosimama usiku kama unaomba kwa nyumba ya nani? Elohim. Yaani usiku kucha unakuwa tu hapa huko tu hapa, ni kumsifu Baba, ninakushukuru. Unapiga magoti, unalala kifudifudi, unaamka, yaani kumwomba. Ndipo akasema ya kwamba enyi mnaosimama katika nyumba ya nani? Elohim. Ukifanya nini? Painulieni patakatifu mikono yenu. Ndio. Na kumuhimidi Elohim. Hivyo ndivyo Daudi alijua maana ya maombi. Ndipo Daudi alishinda maadui zake. Ndipo Daudi alishinda miliki za kifalme. Ndipo Daudi anaposema ya kwamba chakua napita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Maana maombi ilikuwa ni kama ngao yake. Maombi ilikuwa ni kama chakula kwake. Maombi ndio ilikuwa ikimsaidia apite katika bonde la uvuli wa nini? Wa mauti. Anasema umeandaa meza mbele ya adui zangu, unakula, adui zako wanakuangalia namna hii. Na uko nao mahali pale, kwa sababu maombi ambayo umeomba kama Danieli ilichafika kitambo, na Baba wetu amekupa nini? Ulinzi. Baba asifiwe sana. Kwa hiyo nataka kuambia kwamba maombi ndio itafanya tushinde mambo ya dunia. Pasipo maombi hatutayashinda wapendwa. Rudi Isaia 26 mahali ambapo tulipokuwa. Inasemaje? 26:16 ulisoma, hebu anzia 16. Sasa nimekupanua mawazo yako upate kuelewa ya kwamba ni maombi gani ambayo tunahitaji kama Mwokozi wetu. Leo nasema ya kwamba atiye kwa maombi na kwa dua, alilia kwa machozi. Nikauliza swali rahisi, siku yako ya mwisho kulia ilikuwa siku gani? Ukiomba. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Siku yako ya mwisho kulia ilikuwa siku gani? Tujiulize. Ukiwa unaomba, maombi yako ya kufunga ya mwisho ni siku gani? Ya kufunga kula na kunywa. Sidhani kama mtu akishiba kabisa, anashiba kila wakati, anaweza kuwa machozi yanaweza toka kwa haraka. Ni vigumu. Kwa sababu kimwili niliwafundisha Sabato, nyama iko juu kuliko roho. Na nyama ikiwa juu kuliko roho, hapo kuna shida wapendwa. Inasemaje? Isaia sura ya 26, tuanze aya ya 16. Ndio. Bwana katika taabu zao walikwenda kwako, waliomba maombi mengi wakati wa adhabu yao. Angalia, ngoja, waliomba maombi mengi. Si maombi machache. Si maombi machache, si maombi madogo, maombi mengi.
mengi. Kwa hiyo walikuwa watu wa maombi sana walipokuwa na shida. Ndio mbali na madhina, mbali ya wa mahoya. Walikuwa watu wa maombi, na si maombi machache, ni maombi mengi. Lakini sasa shida ziliisha. Kile ambacho ulikuwa unataka ulipokea. Baada ya kupokea maombi ikapungua, alafu kakuaje? Kama vile mwanamke mwenye mimba anayekaribia wakati wake wa kuzaa. Kumbuka ile shida ilikuwa ni kama mwanamke akiwa na utungu wa kuzaa. Hiyo shida ulikuwa na wakati huo. Wakati huo ulikuwa ukiomba sana. Wakati huo ulikuwa na maombi mengi. Unajua mwanamke atakuwa mjamzito, maombi inakuwa mpaka lazima. Na mnikumbuke nikija huko nitoke nikiwa salama. Mnikumbuke maombi inakuwa mengi. Na Isaia anasema ya kwamba kama mwanamke akiwa na nini? Utungu wa kuzaa, maombi inakuwa mengi. Maombi inakuwa dua unapiga kabisa. Mpaka unatumana maombi. Siku yako ya mwisho kusema ukumbuke ilikuwa siku gani? Tulifika. Niwaambie nyama hii mwili nishafika penye ilikuwa ikienda. Hii mwili ukipata kitu ambacho kinachotaka inaridhika tu. Lakini mtu wa ndani hajafika. Na ili yafike itabidi uwe mtu wa nini? Wa maombi. Maombi. Na ukia juu ya maombi. Na maombi linafanya hivi kimutu kia nje kinaisha, kinakosa nguvu. Maana nashukuru kuna dada hata ananiamsha kana niliamsha saa 9 ya usiku. Mchungaji amuka uombe. Ananipiga simu. Na unajua kausingizi ka saa 9. Kutoka saa 7 saa 4 usingizi ya saa 9. Inakuwa mtamu ama inakuwa namna gani? Mtamu usingizi wakati huo. Yaani yule dada na barikiwa mahali yuko. Yule dada sema hata mchungaji anataka naombe. Anapiga simu ile. Saa 9 unaamka. Unajua kuna kabaridi. Unakatia kale mwili unakuambia kuna bao wanapiga wanakata. Wanazima simu moja kwa moja anakuwa mteja kuanzia wakati huo. Anajiwekelea na ndio kulala. Kuna wakati unapigiwa. Koko anasema huyu amekuwa sasa ananisumbua namna gani? Najui saa hii saa kulala. Lakini hiyo ndio muda mzuri wa kuangusha ngome za nani? Na shetani. Nasikia watu wakisema ugonjwa, mtu akiwa mgonjwa usiku ndio anafanya nini? Unazidi. Hata watu wengi wanakufa usiku. Vifo vingi vinapatikana usiku. Alikufa usiku. Alikufa usiku wa manane. Ugonjwa vizidi usiku. Ati daktari mimi unajua usiku sikulala. Sinataka namna hiyo kabisa. Na hiyo ndio muda anatakana sasa 9 amka omba. Wacha hii kimwili kitakuja kulala wakati. Kitalala mpaka kioze. Wakati utakufa. Kitalala. Si tunasema mtu akifa amelala. Ndio. Si tulisoma wakati mwingine katika Ayubu kuna matandiko tatandikiwa pale. Ndio. Usiku mahali pale itakuwa nyumba yako. Naam. Sasa kitalala kilale mpaka mkola atakapodhilishwa. Sasa kiambia wakati wa utalala, wakati utakufa ni utalala. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa tunasema namna gani? Hebu soma hapo. 17. Kama vile mwanamke mwenye mimba anavyokaribia wakati wake wa kuzaa. Kama vile mwanamke aliye na mimba anavyokaribia wakati wake wa kuzaa, alivyo na utungu na kulia kwa sababu ya maumivu yake. Ile uchungu anakuwa analia. Analia. Ukipita huko. Kwa hiyo chungu upita tena namna hii. Nduru zinapigwa kule. Ni maandiko inasema. Ndivyo. Nduru zinapigwa. Kama ndizo zingetumika katika hiyo kulia. Kutumike katika hali ya kumlilia baba. Hii kazi imeinuliwa. Bwana asifiwe sana. Hizo shida tunazopitia kama ile kulia ambapo kunaliwa kule leo katika ile chumba cha kujifungua, kama inadhaliwa hapa ile Isaia anasema ungekuwa umebadilisha maisha yako. Lakini leo hii hapana, anasema hiyo kilio ndicho ambacho kinachohitajika. Kile ambacho kinacholiwa watu wakiwa kule katika hali ya kuzaa kinahitajika katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio maandiko yanavyosema. Analia, wanapiga nduru. Kisema sitarudi huku tena. Huku sitarudi tena. Inakuwa namna hiyo. Lakini sasa tukiwa hapa, wakiwa penye wako,
Mwili ulishafika. Huu mwili ulishafika. Hutaki kuamshwa saa 9. Hutaki kupiga magoti ukimsujudia baba wetu. Hutaki maombi marefu, maombi mengi. Unataka maombi ya mafupi kwa sababu hiki kimwili hakitaki kuchoka. Hebu angalia wakati unapotaka kuomba. Kuna mambo mengi unahubiriwa shetani, kuna udhaifu mwingi unakuja mpaka unakatisha maombi yako. Watu wengine wanasema ya kwamba wakati tunapo hizi simu, wanasema wakati tunapoingia kwa maombi ndio simu zinapigwa sasa. Wanasemaga hivyo. Izime. Ingia kwa maombi. Omba baba. Na wewe unasema kila maombi ni pato. Hapo uweze katuongoza maombi ya wana hawa. Baba Silvia. Hata utuongoze maombi ya wana hawa pana. Ili nataka wewe mwenyewe. Hapa sasa lazima unaangalia. Hata wakati ya maombi ya chakula. Si maombi ya kuomba nini? Lisali moja. Unaomba unaombea. Na umeambia ombea chakula. Unaombea Jerusalem, unaombea Uhuru Kenyatta, unaombea maminista, unaombea MP, unaombea MP, unaombea MCA, unaombea kama. Na chakula kiko kwa meza. Na mawazo ilishasema ya kwamba nataka kukula. Hiyo maombi inakuwa ni ya kwako hiyo. Unasikia mpaka amenifanya gani? Imerudi chini. Sasa nakuta watu wanaswala nyamaza. Wanaangalia sasa huyu mtu. Mpaka mgeni nilisikia akisema ya kwamba aliambia sasa hata kama maombi inaendelea, inapoendelea watu waende wakanawe mikono pale. Maombi pale kama gani? Ikiendelea. Maombi inaendelea, endelea mnawe mikono mahali pale. Kwa sababu kuna watu ambao pia hawajui maombi inahitajika mahali pale gani. Ili tunaongea maombi ya mtu binafsi. Hii maombi marefu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii maombi marefu ambayo mimi naongea leo hii. Ya usiku mzima unalala kama unaomba hapa. Kwani kulienda namna gani ile maombi ilikuwa ukiomba ilienda wapi? Ile maombi ilikuwa inafanya ile shida ilikuwa inafanya kuja hapa unaomba. Kulienda namna gani? Ile maombi ilikuwa inafanya unaamka kwako unaacha mattress. Unalala chini ukiomba. Kulienda namna gani mpendwa? Na ukiambia mtu akuja hapa tuombe, anasema hii nyumba iko na baridi sana. Hebu niulize, Mlima Mzeituni kuna nyumba ilikuwa imejengwa huko? Hakuna nyumba ilikuwa imejengwa. Sasa hivi afadhali. Mtu mwingine anasema kuna umbu sana. Umbu. Unajua kwamba unaweza kuteka malaria. Hata kwa kwako hakuna umbu. Na kama hakuna neti unajua unaweza kuteka. Baba asipolinda mji, walindao wafanya kazi ya baba asipojenga nyumba, wajengao wafanya kazi ya bure. Kwanza tumtangulize baba wetu. Tumtangulize baba wetu. Wacha tuwe watu wa maombi wapendo. Tupande maombi yawe chakula chetu. Hii mwili hatutashinda pasipo maombi. Vile tumehubiriwa kwa funzo ambao tumehubiriwa. Pasipo kuwa hali ambayo ni ya maombi hatuwezi shinda. Tutabaki tukiwa wa dunia. Lazima tubadilishe jinsi tunavyoishi. Mnashikana na vijana kadhaa kabisa. Mnakuja hapa vijana watatu wa hivi. Mnalala mkimwambia baba ni asante. Mkimshukuru baba. Kama ni mama mnashikana. Mnakuja mnalala kama mnaomba hapa. Ama mnaambizana. Tunaingia maombi siku fulani. Kama ni wazee, mnashikana, mnakuja wazee wawili watatu. Mnakuja mnaomba. Sasa unajua mambo mengine yanaharibika kwa sababu uendiki maombi. Kama ungekuwa unaenda maombi baba ungekuwa inaharibika kama kanisa. Wewe umefeli. Ndipo wakati mwingine nilisema intercessor wako wapi? Intercessor kazi waombeze, kazi yao ni kuombea madhabahu. Kazi yao ni kuombea washiriki. Kazi yao ni kuomba kwa sababu ya ibada ambayo itaendelea siku ya leo. Lakini kuna feli kwa sababu wewe umefeli katika sehemu yako. Mungu anasema katika Yakobo 5, mwenye haki akiomba kwa bidii, mambo makubwa hutendeka. Haisemi mzee wa kanisa mapasta, mwenye haki intercessor kukuwa na intercessor, awe ni mtu wa kuomba kila wakati. Hakuna kunukunika, hata utakuwa nukunika. Unajua tunanukunika kwa sababu tumekosa maombi. Utakuwa unaweza kanisa inaenda namna gani sasa? Ukiona inaenda baya, piga magoti. Ilia baba sasa kanisa hili. Hili kanisa ni la kwako baba. Unaona watu ni wako Elohim, ipate kurehemu. Mambo inabadilika. Ama iwezi
haijabadilika? Imebadilika. Lakini tukiwa tunanungunika huko haitatusaidia wapendwa. Haleluya. Lakini maombi itatusaidia. Maana Yakobo anasema 5:16, maombi ya mwenye haki akiomba kwa bidii mambo mengi yanafanyika. Tuache kunungunika kwa sababu ya uchumi wa Kenya. Tuache kunungunika kwa sababu ya Uhuru Kenyatta na akina Ruto na akina Raila. Leo ni kuombea kulingana Timotheo wa kwanza 2, ati kabla ya mambo yote kufanyike dua na sala na maombi na shukrani kwa ajili ya wafalme na viongozi. Ndivyo maandiko yanavyosema katika Timotheo. Lakini sisi tumebaki sasa tuko wanasiasa. Unaonaje Uhuru anatupeleka namna gani? Unaona Ruto anaanguza serikali. Sasa sisi si wa dunia hii. Lazima maongezi yetu tuyabadilishe. Tuwaombee wabadilike. Tuombee kanisa ibadilike. Tuombee madhabahu kuwa na tofauti. Tuombee wajane, baba wainue wafariji. Tuombee ndoa zetu zipate kusimama. Kuna kazi kubwa ya kufanya katika nyumba ya Baba. Wengi hawana kazi hapa. Umepewa jukumu hilo, uwaombee wapate kazi. Wengi wako chini ya kiroho. Umepewa jukumu hilo, uwaombee wapate wainuliwe kiroho. Wengi wako na shida nyingi hapa. Kuna mambo mengi ya kufanya wapendwa. Maombi ndiyo inaweza mambo hayo yote. Ama sivyo ndugu Mcheche? Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Na Baba atakuinua. Amen. Huyu ndugu nilimwambia juzi. Shalom. Shalom. Maana Baba anamuinua. Amen. Hii sauti sikia hapa imeenda mpaka kwa NTV. Hii sauti. Karibia mchungaji, nataka maombi. Maana nimeambia nitume sauti yangu wapi? Nasema hivyo ili pia wakuombee. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Ama tukimwona ndugu zangu nasema sasa namtangaza yule Zabulon Mcheshia. Utasikia namna gani ukimwona kwenye runinga natangaza? Ulituma sauti? Nilituma. Alituma. Ilihitajika kule. Na ni mtu alisikia. Tuko kwenye harusi ya ndugu na ninafanya hapa Egerton. Kasikia na hiyo sauti ni nzuri. Nasema tuma sauti. Maombi pia tuombee vipawa vya watu hapa, si za kuhubiri tu ama za kufundisha, mpaka za kimaisha. Maana kuna ambao wako na vipawa vya biashara. Hii si ni kipawa. Unakuta wewe unaweza anza biashara baada ya siku 3 umefilisika. Unaweza kwani biashara inaenda. Unanunua vitu ambavyo huko ni wakati wa jua. Wewe unaenda unanunua majacket na majampa. Utauzia nani? Na ni wakati ya jua. Kwa sababu wewe mambo ya nini? Mtu wa biashara anapelekana na jinsi hali ilivyo. Kwa hivyo tuombee wapendwa hapa. Kwa hivyo niliposikia hiyo niliambia Baba na kuomba, hata nimwambia kaka simu kwanza. Sasa kuna ambao anaiuliza sasa na akiambia tangaze taarifa siku ya Jumamosi. Sasa angalia umeanza wachana hiyo ni Elohim. Kwani Maraga wakati alichaguliwa kuwa jaji mkuu, yeye alisema mimi ikifika Sabato kama kuna kesi no. Alichukuliwa ama hakuchukuliwa? Alichukua kama jaji mkuu. Hivyo ndivyo iwe na sisi tuache kuangalia itakuwaje. Mimi nilisema just Biki, wewe acha tu ya katikati na kumalizia hiyo unamwachia nani? Kwa maombi kila kitu inawezekana. Bwana asifiwe sana. Na mimi naomba kama ni mapenzi ya Baba wetu iwe namna hiyo. Ama utasemaje wewe? Amen. Bwana sikia sauti. Mtasemaje? Kwani unataka aende? Bwana asifiwe sana. Amen. Tuko Isaia, tumemaliza Isaia. Ndivyo. Angalia watu jambo kubwa lilifanyia kwa ajili ya maombi. Danieli 2:17. Kuna mfalme mmoja anaitwa Nebukadnezar. Mfalme huyu alikuwa anatawala dunia nzima. Unaitwa ni mfalme wa Babylon. Ilifika wakati mmoja leo nasema ya kwamba akaota ndoto. Na hiyo ujumbe tunakuwa nao hapa kwenye Bible chat. Alipoota ndoto, asubuhi alipoamka akasema ya kwamba hili ndoto ningetaka niambiwe jinsi nimeota na niambiwe tafsiri yake, maana ndoto yenyewe imenitoka sikumbuki, lakini nasikia inanisumbua. Wakaitwa waganga, wachawi, wahijimu na wenye hekima.
Lakini ndani ya watu wenye hekima kulikuwa Danieli, Mishaeli, Azaria na Hanania. Wale walipoenda waganga na wachawi na wahajimu na washifi, walipofika mahali pale, wakamwambia mfalme, tuambie ndoto yako na sisi tutakwambia tafsiri yake. Mfalme akamwambia, ndoto yenyewe imenitoka, nimesahau. Mkiniambia ndoto yenyewe mpaka tafsiri nitaiamini. Wakamwambia hamna, haiwezekani. Labda miungu ndiye ambaye inaweza jua kile ambacho ulicho. Akamwambia, najua mnataka niwaambie ndoto ili mpate kunidanganya katika hali ya nini? Ya tafsiri yake. Akamwambia, kama hamtaniambia kitambo sijui jua lizichwe ama siku fulani, mtawaangamiza nyote, mtakatakatwa. Na ukumbuke Kedanieli walikuwa kati ya watu ambao wale nini? Wenye hekima. Na sheria ikatoka, kama mtu hamtasema vile mfalme alivyoota na mpe tafsiri yake, mtaangamizwa. Habari ikafikia kina Danieli. Danieli akamwambia Dario, akamwambia mtu fulani aliyekuwa akiongoza katika hali ya jeshi mkuu, akamwambia mwanajeshi mkuu, akamwambia, na kuomba tafadhali unigize kwa mfalme niombe fadhili. Akaenda akamwambia mfalme, tunakuomba mfalme, utupe muda. Twende tumuombe baba wetu wa mbinguni. Ni ndoto. Zingine tunapewa hapa tunazitupilia mbali. Zingine tunapewa hapa tunakosa kuingia maombi. Ndoto. Maana baba unaenda kwa watu katika hali ya ndoto. Ukisema katika kitabu cha Numbers ndio Hesabu 12. Anaambia Miriam na Haroni, mimi kwenu mimi nanena nanyi katika hali ya ndoto, lakini sivyo ilivyo mtumishi wangu nani? Musa, mimi nanena naye ana kwa ana, lakini ni katika hali ya ndoto. Kwa hivyo na sisi pia ni katika hali ya ndoto kulingana na Matendo ya Mitume 2:18. Kwa hiyo mfalme akamwambia Danieli, nenda, lakini kama hamtanijulisha habari hiyo, habari ya ndoto na tafsiri yake, mtaangamizwa. Maandiko inasemaje? Usiku huo Danieli hawakulala, ni kumwomba baba. Sasa angalia, shida imetokea. Shida ni kumulilia baba, tunakuomba. Mfalme aliota ndoto na sheria imepitishwa. Baba, nataka ujitukuze. Bwana asifiwe sana. Usiku huo Danieli akafunuliwa. Maandiko inasema akafunuliwa ndoto yenyewe. Vile mfalme alivyoota kulipopambazuka, kikakuaje? Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli na Azaria wenzake. Ndio, ili waombe rehema kwa Elohim wa mbinguni habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Sasa ameenda kaambia wenzake kina Mishaeli na Azaria na Hanania, hakika tutaangamizwa. Leo tukiambiwa sisi tutaangamizwa watu wa Sabato hapa, watu wataingia maombi hapa. Utaona vile hata ambao wanasema mimi siwezi, siku moja iwezi isha kabla sijakula, tutaingia maombi hapa. Utaona watu wakiomba hapa. Unakumbuka wakati ya nani? Ya Nineve. Yona ametangaza, akasema alienda mwendo wa siku ngapi? 3. Akasema ya kwamba Nineve baada ya siku 40 Nineve itaangamizwa. Watu wa Nineve waliposikia hivyo, mfalme akatoa amri, hakuna ama kwa mzee, kwa mtoto ama mifugo, kila kitu kisipewe chakula, hata mtoto wa kunyonya asinyonye. Ni shida ijatupata kama kwa ina matanga mwanamke katika hali ya utungu ya kuzaa. Ndipo sasa tumekaa hivyo. Shida inakuja. Na kama hauna, mimi niko nayo, niombee mimi. Amen. Na kama mimi sina, niombee huyo kwa sababu ako na shida. Watu walililia baba. Maandiko yanasema ni siku ngapi wakati ya nani? Ya Nineve. Haisemi, imenyamaza hivyo. Lakini walifunga kula na kunywa, wakamlilia baba. Kilio kile, maandiko yanasema kilio kile cha Nineve kikafikia Elohim. Kama kuna kitu baba inafanyaga moyo wako na kujika ni maombi ya kilio. Hiyo nilifanya hana kapata mtoto. Hiyo maombi ya kilio. Unalia, analia, akalia kwenye madhabahu mpaka yeye akaona huyu mtu amelewa. Unajua walevi sana lazima walie. Walevi wanapenda kulia sana. Hata yeye alifikiria huyu mama amelewa. Akamwambia mimi mtakazi wako, usinidhanie, usinifikirie. Mimi sijalewa, ni ndani yangu. Lakini alilia namna hii machozi. Kwa hivyo kilio cha Nineve kikamfikia baba wapi? Mbinguni. Baba akagairi yale mabaya alikuwa amekusudia kutendea nini? Nineve.
Kwa hivyo wapendwa, baba anaweza gaidi kwa sababu ya maombi yako. Kwa hivyo Danieli wameenda wakaambizana namna gani? Kwa haraka ndugu zangu, ili waombe rehema kwa Elohim wa mbinguni, ili waombe rehema kwa Baba wa mbinguni. Kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Hapa ikitolewa saidia maombi. Hiyo kazi ambayo inakufungana, hutaona ikiwa ya maana. Hiyo kazi. Hiyo chakula lake na kwamba ukiskipu utakufa, hutaona ikiwa ya maana. Na hii ni kitu ya kujizoesha tu. Unasema kwamba mimi asubuhi sitakula na sitakula lunch. Unaskip kwanza. Unasema nitakaa hivyo nikimuomba Baba. Utaenda hivyo kama unazoea. Kuna mtu aliniambia kwamba yeye anasikia maombi ya kufuga imetangazwa, tumbo inaanza kutetemeka namna hii. Na alikuwa amekula. Tumbo inaanza kutetemeka. Anasikia sasa ni kama amesikia njaa tena. Na alikuwa amekula kama saa 7 na imetangazwa saa 8. Asikia amesikia njaa, tumbo inaanza kutetemeka. Atichukua kwa hiyo roho ambayo kwa mapasta. Kwa hiyo inaingata huko. Sasa hiyo si pepo. Hiyo ni pepo, na kama si pepo utaniambia ni nini? Si ni pepo ya kukula? Kabisa. Ni pepo ya kukula. Kama mtu alikuwa amekula saa 7, hata maombi itangazo saa 8. Ati amesikia njaa na tumbo inatetemeka namna hii. Kama si pepo ya njaa ya kukula ambayo Masia alisema msiwe katika hali ya ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha. Haya. Wakamuomba Baba, wakamwambia namna gani? Ili waombe rehema kwa Elohim wa mbinguni. Ndio. Kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Malizia mpaka 30 mpaka 17. Umesoma? No, mpaka 23. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Maombi inaweza mambo yote. Just imagine mtu anaota, anakuambia nataka uniambie ndoto ambayo nimeota. Niambie ndoto ambayo nimeota. Mcheshia. No. Ati mimi naota nakwambia ndugu, nataka uniambie ndoto ambayo nimeota. Ni jambo la mzaha hilo? Naasha. Ati ndipo usiku huo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Kwa sababu ya maombi. Maombi inahamisha milima. Maombi inafanya mambo makubwa wapendwa. Maombi inabadilisha hali. Nawaambia wapendwa, wacha tuwe watu wa maombi. Wacha tuwe watu wa maombi. Tukubali tuwe watu wa maombi. Tutashinda mambo yote. Tuwe watu wa maombi wapendwa. Ati ndipo Danieli akafunuliwa katika njozi ya usiku. Alafu ikakuaje? Basi Danieli akamuhimidi Elohim wa mbinguni. Amen. Amen. Danieli akamuhimidi Baba wa wapi? Mbinguni. Kwa sababu Baba alimfunulia. Asubuhi yake akachukuliwa, akapelekwa mbele ya nani? Mfalme. Akaambia mfalme, mfalme. Hata akaanza kumwambia, mfalme alimuuliza, "Je, Danieli utaweza kuniambia ndoto ambayo nimeota?" Akamwambia, "Sio mimi, lakini Baba wa mbinguni amemfunulia mfalme ndoto aliyoota." Na kabisa alipeana ndoto ile. Kisha akamwambia tafsiri yake. Maandiko ikasema ya kwamba Nebukadneza akaanguka mbinguni pa nani? Danieli. Baba Danieli, angalia mfalme akatoka katika kiti cha enzi akaanguka mbinguni pa Danieli. Kwa sababu alisema kweli Mungu wa Danieli ndio Mungu wa nini? Wa kweli. Matendo ya Mitume kama tujasoma pale, endelea kama namalizia kitabu cha Efeso 6:18. Wacheni ndugu tuwe watu wa maombi. Wacheni tumtegemee Baba katika hali ya maombi. Na ukiwa tegemeo lako, ukipata shida na kimbilia binadamu, utaangamia. Mungu ndo wakuteidie. Mtu anaweza fanya mambo yako ikose, mtu anaweza kutedia. Anaweza hailisha, sawa asante. Mtu anaweza kuwa kinyume na wewe. Bwana asifiwe sana. Anaweza fika mahali fulani achoke, lakini Baba hawezi akachoka. Amen. Baba hawezi akachoka. Na Baba hachoki na maombi by the way. Hata ukiomba saa hii ukakae, umuombe tena, Baba hachoki. Sisi kama sisi watu wazazi, mtoto akikuja pale ya kwanza, "Mom, nataka hii." Akianza, "Mom, nipa kwenda." Baba hakai namna hiyo. Wazazi nao wakifukuza watoto, "Unanisumbua." Baba hakai namna hiyo. Diposa
Sijui Yeremia, sijui Isaya anasema ya kwamba mzazi anaweza sahau mtoto aliyenyonyesha, lakini Baba wa mbinguni hawezi. Bwana asifiwe sana. Amen. Baba hachoki na sisi. Baba anataka tu muombe. Inasemaje? Waefeso sura ya 6 aya 18. Ndio. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Sasa kama hauna shida, mimi niombee. Maana maandiko yanaturuhusu ya kwamba tukiombea watakatifu wote. Angalia, tuna shida. Mimi ndio matatizo yangu. Nataka maombi. Ule mwingine na matatizo yake nataka maombi. Na kuna watu wanaomba hapa, wote niwaambie. Hapa kuna watu wanaomba hapa kwa hii nyumba. Hii nyumba kuna watu wanaomba. Wasilisha shida zako kwa hao. Uambie. Utasikia mambo ikibadilika. Ndiposa Paulo akasema kwa rudia. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho. Tukisali katika roho. Sasa hapo katika roho ndio kuna shida. Ukisema Wakorintho wa kwanza 14:15 inasema nitaomba kwa roho na kwa ufahamu pia. Hapo ndio kuna shida. Kuomba katika roho. Wakapo wanaomba maombi kama wanataka kulala, wamelala kwa kitanda hivi, wanaomba tena wanarudia. Unasema ni siku kuomba mzuri. Hiyo haukuwa kwa roho, ilikuwa kwa hiyo nyama. Uliomba maombi kasema nimeomba namna gani? Ilikuwa kwa mwili. Huko kwa kanisa nilikuwa bwana nasema wamekuwa ndani ya nini? Kwa sababu naye muomba hana nyama na damu. Yeye yako ni roho. Yeye ni roho. Kwa hiyo lazima muombe kwa nini? Kwa hiyo ile staili ya kwenda kwa Baba huoni na nyama na damu, unaenda kwa staili ya roho. Ndiye atakusikia, lakini si kwa mwili. Lazima wengine nasikia watu wengine wakiomba mimi Baba mtu, mimi ni kitu ovyo mbele yako, mimi ni kitu ambacho hakifai. Mimi ni mjinga kabisa. Sasa unajitukana mpaka Baba anaangalia na hili mtu kuna namna gani? Mimi ni mjinga, mimi Baba hata atasifai mbele yako. Mimi ni kitu ovyo. Sasa hii kitu ovyo. Baba anaangalia. Mambo mengine Baba anatujibu kwa sababu ya upumbavu wetu. Ndio toke. Tukanaje tukaendelea shoke hiyo. Uliomba. Wapendwa. Tuwe watu wa maombi. Tuwe watu wa maombi. Wengine hata kuomba huwa maombi hata maombi ya kawaida. Yote ya kufunga, hii ya kawaida. Mume akiomba yeye anasema yangu nimeshaomba tayari. Mume yako na una wokovu wake, Mungu yako na nini? Wokovu. Kila mtu. Na waita sasa ambao wako hapa. Ninyi ambao ni waombezi muamke katika jina la Yeshua. Bwana asifiwe sana. Mmelala sana hata nyinyi. Itasesa waombezi. Wako katika Isaia 57. Wako. Ndipo sababu anakula sana. Ndipo sababu kwa sababu wewe muombezi wewe umekataa kuomba. Wakati wako wa mwisho wewe muombezi uliomba siku gani? Kuombea kanisa. Unajua ulisikia fulani amenunua gari ya box. Ukasema na mimi sitarau siku moja, nitatafuta mpaka ninunue box. Sasa hakuna maombi. Ukasikia fulani amenunua plot. Ukasema plot wanakuwa mimi nimeachwa. Wewe endelea kuomba, maombi yako ni mbele kanunua plot gani? Ile. Maombi yako wewe. Maombi yako nimefanya mtu akainunua kiroho hapa. Maombi yako sasa umeacha kuomba. Umeenda kukimbizana mambo ya nini? Ya dunia. Kwa hiyo tubadilike. Kwa sala zote. Kwa sala zote. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu. Katika hali ya kuombea watakatifu wote. Mnakumbuka hapa tuna watu wako shida. Wacha tuwaombee wapendwa. Wewe sasa itolee. Kuwe Elijah ambaye aliomba dhabihu ikafanya namna gani? Moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza nini? Dhabihu. Yaani moto unashuka. Elijah ako wapi hapa? Hana wafanueli ako wapi? Hana wafanueli. Alidumu kwa hekalu kama anaomba mpaka Baba akamwambia hutakufa kama hujaona mwokozi. Akaletewa.
akamuona. Ako wapi? Joshua aliyesimamisha jua akasema, na wewe jua simama na usiende. Simama penye umesimama mpaka tushinde vita gani hivi. Na huyo ndio mtu wa kwanza na hakujaipatikana aliyesimamisha jua. Maombi. Joshua kwa hapa asimamishe mambo kwa kanisa hili. Waje si lazima tuwe, si lazima wepasa kama maandiko na mzee, hata mawazee, hata nyinyi wa mama mnaweza fanya madhabahu ikasimama, mnaweza fanya kanisa likasimama. Wa mama kwanza. Wajua mama wakijipeana wanajipeana kabisa. Mimi naweza kuwa pengine nilikuwa na hapa, nimeingia maombi ya kuvuka, napigiwa simu na mtu wangu. Unajua kuna huko. Sasa maombi inaishia pale. Inaisha, lakini mama akijipeana anaendaga moja kwa moja. Itasesa. Waombezi. Tuweke bidii katika hali ya kuomba. Tukuanzia leo hatutanugunika. Kwa jinsi hali ilivyo, tutakuwa tunapiga magoti. Tunaambia Baba, tazama. Petro aliposhikwa, Matendo ya Mitume 12 kusema kwa wakati wako kwa wazia ya tano. Ameshikwa ili kesho yake apate kukatwa nini? Kichwa. Kanisa lote liliingia maombi. Likawa linaomba Baba, tunaomba. Petro alisema, Masi alisema ndiye atakayesimamia kanisa. Sasa ameenda na akauawa, wakamsihi Baba, malaika akatumwa. Hapo ndio nasema watu ambao wanasema ati mwenye nyoka kayuka na watu mane. Inakuwa ni pepo inasumbua mtu. Baba huwa akuji. Yeye anatubana nini? Malaika. Ati okana ndo watu mane. Hiyo lugha tuachane nayo. Wakati wanasema okana ndo watu mane, si ni wengi. Kuja na usitumane. Baba huwa akuji, anatubana nini? Malaika. Wakati Daniel alituma nini? Malaika. Mishaina alituma nini? Malaika. Elisha alituma nini? Malaika. Wakati ya Petro ametuma malaika. Malaika akaingia akamwambia Petro amka. Petro alikuwa anaonekana kwamba ni madoto ama maono ama jozi. Akaamuka akamwambia vua, navaa mshipi wako. Nifuate. Wakifika katika mlango wa kwanza inafunguka. Wakifika ya pili unafunguka. Kwa sababu kuna maombi naombwa huko. Maombi. Hawana habari, lakini Baba alishatuma malaika. Hata wakati wa Mordekai, wakati Wayahudi wakiangamizwa wote, mama anasema watu wafunge siku ngapi? Tatu, ambayo anaitwa ni Esther. Maombi kabadilisha sheria ya nani? Ya mfalme. Wapendwa wajatu watu wa maombi. Na tumtumainie Baba. Kuna watu wawili walikuwa waombaji, si waombaji maombi, beggars, ndio wanaitwa namna gani? Beggars, hawa watu waomba. Maskini walikuwa wakiomba, walikuwa wawili, walikuwa nakaa katika lango la mfalme. Yaani katika gate. Si mlango, lango la nje. Mfalme akipita mahali pale, yule bega wa kwanza anasema yule ambaye msaada wake unatoka kwa mfalme. Wa pili anasema heri yule msaada wake unatoka kwa Baba wa mbinguni. Mfalme akisikia yule wa kwanza anasikia moyo wake mzuri. Siku ya kwanza, siku zikaenda nyingi, mfalme akajiuliza, huyu maskini wa kwanza nitamzawadia na nini? Akasema nitampa kitu ambacho, kwa sababu amekuwa akiniinua sana. Lakini huyu hakuweza kusema heri yule kwa msaada wake kutoka kwa mfalme, huyu anasema heri yule msaada wake unatoka wapi? Kwa Elohim. Akaita mpikaji wa keki. Mfalme akamwambia, nataka utengeze keki nzuri, kisha ndani uweke dhahabu. Hivyo ndivyo ambavyo alivyofanya. Mfalme alipopita pale, ule wa kwanza akasema heri yule mfalme, heri yule ambaye msaada wake kutoka kwa nani? Kwa mfalme. Mfalme akasikia mtu akamwambia, shika nini? Nimekupa hii keki, nenda ule. Huyu akaachwa hivyo, ambaye msaada wake unatoka wapi? Kwa Elohim. Tatizo, huyu wa kwanza hakuwa na pesa, alikuwa anahitaji pesa. Akamwambia wa kwanza, tafadhali kama una kitu kidogo nipatie, nikupatie hii keki. Hajui nini iko ndani. Sasa huyu akapatia na nini? Keki. Akapatia huyu ambaye anasema msaada wake unatoka wapi? Kwa Elohim. Alipompatia keki, huyu akaenda na kwenda kumeka namna hii, kukatakata, akakuta kuna dhahabu. Akauza na akawa mtu ambaye sasa huyu siku ya pili akarudi mahali pale kwenye gate. Ndio. Mfalme alipomuona akauza, kwani kumedaja amerudi hapa? Akamuuliza, ulikula keki?
Mfalme, mimi nilikuwa na shida ya pesa nikampatia nani? Yule ambaye alikuwa anasema msaada wake unatoka kwa nani? Kwa Elohim. Ndiye nilipatia. Mfalme aliposikia hivyo akasema kweli, yule msaada wake unatoka kwa nani? Kwa Elohim. Nitakuambia siku hii ya leo, mtumainie Elohim. Amen. Maombi yako kabla hujakimbilia binadamu, muone nani? Elohim. Tuache kuona Uhuru, tuache kuona Ruto, tuache kuona ma-MP, tuache kuona ma-MCA, tuache kuona wazazi wetu kwanza, tuache kuona waume zetu. Kuna mama wanasema mimi kama si Mungu yako singeishi. Unaweza ishi kwa sababu ya nguvu za nani? Kuwa mtu wa maombi. Bwana asifiwe sana. Kuna mama wajane hapo waliachwa na bado wanaendelea kuishi. Wanaishi kwa sababu ya nani? Elohim. Kuwa mtu wa maombi na mambo yote yanawezekana. Simbarikiwe sana. Amen. Na mambo yetu watumishi. Amen. Heri yule msaada wake unatoka kwa nani? Kwa Elohim. Amen. Amkeni tusifu Baba.
Yeah.
umekuwa mwingi, Baba wetu wa upendo mwingi. Maana mtakatifu, kama si wewe Elohim wetu hatungekuwepo. Kama ungelitazama kila mmoja wetu jinsi ambavyo amekuwa mtakatifu tangia tulipoingia katika juma hili mtakatifu wa Israeli, hakuna yeyote mtakatifu angeweza kuistahili mbele zako. Maana uwasema ya kwamba hata malaika huona kana kwamba wanakosea. Sisi ambao Baba wetu umetuumba kupitia Baba wetu mavumbi, wakati mwingi hujipata tumenena, tumetenda, tumewaza, tumetamani kinyume na wewe. Tunakuomba kwa huruma na neema zako Baba wetu ukapate kutusamehea, ili ukapate kuendelea kujitukuza na kuheshimiwa katika nafsi zetu Baba wetu kupitia jina la Masihi. Tunakushukuru maana watu hawa ni wako Baba wetu, ni watu ambao mtakatifu umetutoa katika Baba wetu mataifani, ukatujumuisha, ukatupatanisha pamoja na familia ya mbinguni. Ndiposa tunakushukuru na hata kukuomba upate kupokea shukrani zetu Baba wetu kupitia jina la Masihi. Tunakushukuru kwa sababu ya fadhili zako, tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako, tunakushukuru kwa sababu ya huruma na neema zako mtakatifu wa Israeli. Maana wengi Baba wetu walikuwa wamevunjika mioyo mtakatifu wa Israeli, lakini kupitia jina la Yahshua Mesiah Baba wetu umetenda mambo makuu katika maisha yao. Utukuzwe, uinuliwe Baba wetu kupitia jina la Yahshua Mesiah. Tunakushukuru kwa sababu ya neno ya mchana wa leo mtakatifu wetu. Maana wakati mwingi tumekuwa wadhaifu, tumekuwa wanyonge katika hali ya maombi mtakatifu wa Israeli. Ndiposa wakati mwingi tumekuwa tukishindwa na mambo mengi Baba wetu. Tunakushukuru kwa sababu ya kutufunulia na kutukumbusha jinsi ambavyo tunavyostahili kufanya tunapokuwa tumezungukwa na shida na majaribu na hata Baba wetu mateso mbalimbali. Umesema tunapokutumainia na kukuomba mtakatifu wa Israeli, bila shaka utabadilisha maisha yetu Elohim wetu kupitia jina la Yahshua Mesiah. Tupe tujaze kwa nguvu zako za Roho Mtakatifu. Wale ambao wana Roho Mtakatifu kawapa Elohim wa Israeli, ili wakajue, ili tukajue jinsi ya kukuomba mtakatifu wetu. Nasi Baba wetu mahitaji yetu kapate kujulikana mbele zako Elohim wetu kupitia jina la Yahshua Mesiah. Kuna wapendwa na marafiki zetu ambao tumekuwa tukiandamana pamoja nao pia ni watu wako Elohim wa Israeli. Baba wetu ndio uliwaumba kupitia mfano wako, lakini kuna wengi ambao hawaja kujua mtakatifu wa Israeli, ukapate kuwabadilisha na wakapate kutafuta kanisa lako la kweli, ili wakajumuike pamoja na watakatifu wako Elohim wetu kupitia jina la Yahshua Mesiah. Kuendelea mbele ni mkono na uwezo wako, kudumu katika imani hii tunajua kwamba ni kwa sababu ya uwezo wako, na hata Baba wetu kutamaki ufalme wa milele ambao tunaotarajia itategemea huruma na neema zako mtakatifu wa Israeli Baba wetu kupitia jina la Yahshua Mesiah. Na kupitia jina safi la Mesiah Yahshua tunaomba na tumeamini. Asante kwa sababu ya watazamaji wetu ambao tumekuwa tukiandamana pamoja nanyi. Mbarikiwe sana mpaka siku nyingine Baba akipenda. Shalom, shalom, bye. Asante.